إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة وتغشاهم رحمة ويذكرهم الله في من عنده. آمين آمين آمين. Ndugu zangu katika imani, ikiwa leo ni kikao chetu cha 3 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, maudhui yetu ni sambamba na mwezi wa Ramadhani, falsafa ya funga ya Ramadhani kwa Waislamu. Tunafunga, tunajua hasa kwa undani kwa nini tunafunga. Ili kulitambua hilo, tukazitaja maratibu za siyamu. Tukasema ya kwanza ni mimi na wewe, ni kiwango cha kawaida ambacho ni cha chini, cha wengi tunakipata hicho kwa asilimia kubwa, ni kuzuia tumbo lako kuingiza kile ambacho inatamani kwa sababu ya haja, na kuzuia tupu yako na kufanya maasi au kumwendea mkeo wa halali mchana Ramadhani. Kitendo cha kujifunga, utakikula wala kunywa, umejizuia na kuzuia tupu yako na maasi, basi asilimia kubwa Uislamu umesema nafasi tunaiweza sana ututumia, na mara nyingi sio tumefunga basi watu wanaangalia zaidi maeneo hayo. Ni sehemu ya funga. Lakini jambo jingine ambalo ni katika sehemu ya funga ni mtu kuzuia viungo vyake, ulimi wake, shikio lake, jicho lake, mkono, mguu na mambo ya maasi. Na hapa tukasema kwa kiwango fulani au kwa kiasi fulani tumekuwa bado hatujafahamu falsafa hii katika maeneo haya. Tutakuta Waislamu wanafunga, hawezi kula huyo, hawezi kunywa, hawezi kufanya kala wala kanyo huyo, lakini hawezi kuzuia ulimi wake na mambo mabaya, ima kusengenya au kutamka matusi na mfano wake. Hao ni tatizo, hilo ni jambo la kawaida tu. Lakini pia mkono wake na mambo yasiyofaa, kupiga, kuiba, kuchukua pahala kitu, hawezi kuona taabu, anaweza kufanya mambo hayo, kadhalika na viungo vingine vyote. Kwa hivyo ni sehemu ambayo inatakiwa tuitazame, tutathmini katika upande wa funga tumefikiaje katika maeneo hayo. Na tukasema sehemu nyingine ambayo ni kubwa sana na ndio kilele na ndio siri ya kuifanya funga Allah ni yake, ni kwamba funga inakwenda kurekebisha sehemu ambayo wewe ukiweza sehemu hiyo basi umefanikiwa. Ni kuzuia moyo wako na maradhi ya ndani ya moyo ambayo huyaoni kwa macho ya kawaida, lakini athari yake hutokezea kwenye matendo yako na muamala wako na watu. Lakini maradhi haya yako ndani ya moyo. Kwa hiyo tukayataja katika darasa iliyopita
kwa kiasi fulani miongoni mwa maradhi yaliyohusibu moyo ni maradhi ya mtu kuwa na shahwa, matamanio, ima kupenda zina kupita kiasi na mfano wake, lakini kuwa na shaka yote katika mambo ya Mungu ndani ya moyo. Ni maradhi hayo ambayo yanazaa unafiki ndani yake. Lakini kadhalika tukasema kibri ni katika maradhi makubwa sana ambayo yamo ndani ya moyo, tena na ni hatari kweli kweli katika maisha ya mwanadamu, hasa kama mwanadamu atakufa na maradhi haya nayo, huyo ana hasara kubwa sana. Moja katika hatari ya maradhi haya ni wewe kuzuiliwa na kuifahamu haki. Sa'asrif an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqi, tutaondosha ufahamu sahihi, ukusifahamu aya zetu kwa wale wanaojivuna, wanakuwa na viburi katika dunia hii. Tutaondosha ufahamu. Huwezi kumuona mtu akawa na uelewa na ufahamu, japo anasoma Qur'ani, anasoma neno mtu salama huyo, lakini ufahamu sahihi kwenda kwenye utekelezaji kwa ufahamu sahihi anakuwa na ukosa, kisa na mkasa moyo wake una matatizo, una maradhi ya kibri. Kibrichi ima kwa sababu ya mali aliyokuwa nayo, au siha aliyokuwa nayo, mamlaka aliyokuwa nayo, ilmu, vitu kama hivi humfanya mtu kuwa na kibri. Kwa hiyo kibri kinapelekea kukuondosha ufahamu sahihi katika mambo na ukashindwa kutekeleza, sababu umekosa ufahamu sahihi. Waweza kuambishani kwa jambo silo, Allah amekuondoshea, kwa sababu Allah amesema tutaondosha kuzielewa na kuzifahamu aya zetu. Kwa nani? Kwa wale wanaojivuna, wenye viburi katika ardhi. Wa in yarau sabila rushdi la yatakhidhuhu sabila, wakiona njia ya uongofu waifuati. Wa in yarau sabila ghayya yatakhidhuhu sabila, wakiona njia ya upotofu ndio wanaifuata mbio. Allah akasema katika sura Jathia, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa, je, mmemwona yule ambaye amefanya hawa yake ndiyo Mungu? Mmemwona yule ambaye amefanya matamanio yake ndio Mungu wake? Sasa wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah akamwachia kupotea japokuwa na ilmu, lakini amezuia ufahamu sahihi kwa sababu ya kiburi chake. Anaishi kwa matamanio ya nafsi yake. Wajala ala qalbihi wa khatama ala qalbihi wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi, Allah akaziba mwenye moyo wake, akaziba kwenye masikio yake. Wajala la basari ghishawa, na akaweka kizuizi kwenye macho yake. Sasa Allah anauliza, manake ni kuuliza ambako utakijibu wewe uzingatie. Faman yadihi min ba'di la, mtu wa aina hii ambaye Allah amezuia idara ya kusikia na kufahamu haki, haipo tena. Ile kusikia wa utiifu na kufuata haupo tena, lakini idara ya kutafakari jambo na ukalifanya kwa usahihi imeondoshwa, moyo mzibu hamna tena, lakini jicho alioni tena haki. Utaona wewe haki. Mungu anasema nani atakayemuongoza huyo mtu baada ya Allah? Afala tatadhakkarun, enye viumbe hamtafakari katika jambo hili. Na hasara kubwa, mwenye kibri hapati pepo ya Allah. La yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dharra, haingii peponi yule ambaye moyoni mwake ana chembe ya kiburi, pepo ya Allah haipati. Sasa ni hasara kubwa hiyo ambayo mimi na wewe tutaipata iwapo tutakuwa bado tuna maradhi haya ya moyo katika nafsi zetu sisi, ambao tunaita qalbun maridh, moyo wenye maradhi. Sambamba na kiburi, tuna maradhi sisi Waislamu leo ambayo imetukana, imekuwa ni chachu ya sisi kuwa na makundi tofauti, hatuelewani, hatushikamani. Wote Waislamu tunaswali pengine sometimes msikiti mmoja, kibla kimoja, lakini bado tumekuwa na mazingira haya magumu, sababu kuna maradhi tunayo sisi yametusibu kwenye moyo wetu, yanaharibu kwenda kwenye usahihi na mafanikio. Miongoni mwa hayo ni alhasad, alhiqd walbaghdha. Hasadi, choyo, chuki ni hatari sana. Ni hatari sana kwetu sisi. Kwa nini tunaishi katika mazingira magumu kama haya wakati sisi tuna nuru? Rabbu hadhil umma nur, Mola wa umma huu ummati Muhammad ni nuru.
wa nabiyyu hadhihi al-umma nur, na mtume wa umma ni nuru, wa kitabu hadhihi al-umma nur, na kitabu cha umma ni nuru. Allahu nuru samawati wal ardh, Allah ndio nuru ya mbingu na ardhi, ndio mola wa umma huu. Wa nabiyyu hadhihi al-umma nur, na mtume wa umma ni nuru. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabu mubin, nyinyi mmejiwa kutoka kwa Allah na nuru, ai Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa kitabu mubin, kitabu kilicho wazi kabisa. Wa kitabu hadhihi al-umma nur, na kitabu cha umma ni nuru. Aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna, muaminini Allah na mtume wake na nuru ambayo tumeteremsha. Sasa Uislamu jiulize, rabbu hadhihi al-umma nur, wa kitabu hadhihi al-umma nur, wa nabiyyu hadhihi al-umma nur, kaifa naishu nahnu fi hadhihi adhulumat altihi, vipi naishi kwenye kiza kama hichi zito kabisa hichi? Sisi wa moja lakini hatukuwa moja kabisa. Tumekuwa na mazingira magumu Waislamu, hatupandani, hatuelewani, vita. Ingia kwenye mitandao Waislamu wanapochafuana utashangaa. Nini tatizo? Jamani, miongoni mwa matatizo makubwa ni yale maradhi yalijikita kwenye nyoyo, viburi vyetu. Kila mmoja anataka aonekane yeye ndo mkubwa, mwingine aonekane yeye ndo juu, mwingine sio juu, yeye tu juu. Hasadi zimetukumba, utaki fulani hapa nionekane mimi tu. Yani kila mmoja, haya maradhi ndio yamechukua sehemu kubwa sisi kutufanya kuwa na mazingira kama haya. Ukweli ni kwamba kama ni masuala ya ikhtilafu, Waislamu wa mwanzo chini ya Mtume salama walikuwa wanakhtilafiana, lakini bado walikuwa ni wamoja na wameshikamana na kazi wanayofanya kwa pamoja. Leo kwa nini sisi tuwe na mazingira kama haya? Ni matatizo ambayo yamesibu nyote sisi, ndio umetukumba. Hadithi ambayo anayo Imam Ahmad, Tirmidhi, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dabba alaikum da'ul umami qablakum, nyinyi Waislamu wa leo mmetambaliwa na maradhi yaliyokuwa katika nyumati zilizopita kabla ya nyinyi. Maradhi gani hayo? Al-hasad wal-baghdha, hasadi, husda, baghdha, chuki baina yetu sisi. Hiya al-haliqa, tena haya maradhi hatari ni yananyoa, ni kama ile mashine ya kunyolea kinyozi. Haliqatuddin, si kunyoa nywele kama anavyonyoa fundi wa kinyozi kutoa kunyoa nywele. Jamani, katika lugha ya Kiarabu kuna taksiri na alhalaq. Taksiri ni kupunguza, kwa hiyo amenyoa mchicha ule, kapunguza nywele zake chini kabisa. Lakini ukisikia neno halaka ni kuondosha nywele zote, mfano wa para, manake hakuna nywele, hiyo ndo halika. Kwa hiyo hii maradhi haya ni halika, tahliquddin, sio sha'ra, la tahliqu sha'ra, tahliquddin. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapa kwa ule ambaye nafsi Muhammad iko mkononi mwake, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, hatupati pepo Islam. Tuna maradhi haya kwenye nyoyo zetu, yamejaa chuki, hasadi, viburi. Pepo hatuipati kwa sababu hatuweza kupendana kwa maradhi haya. Kwa hiyo hamuipati pepo mpaka muamini. Sharti la pepo ni imani sahihi. Wala tu'minu hatta tahabu, na hamwezi kuwa na imani mpaka mpendane. Sharti ya kusikwa imani ni mapenzi baina yetu sisi. Ala unabbiukum bi shay'in idha fa'altum tahabbtum, nikwambieni jambo mkilifanya mtapendana. Afshu salam bainakum, yani toleani salamu kwa wingi baina, yani kithirisheni kutoa salamu nyinyi kwa nyinyi, ni sehemu ambayo inaleta mapenzi kwa nyinyi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haya ni sehemu ya maradhi ambayo yanaangamiza. Na katika hayo Waislamu, ijab, al-ujubu. Ujubu maana nini? Ujubu, khuyala. Ujubu ni kujiona wewe bora kuliko mwenzio, ima kwa nasabu yako balailo, ima kwa rangi yako, ima kwa utajiri wako, ima kwa cheo chako, ima kwa elimu yako, unajiona wewe bora kuliko mwingine. Hili ni tatizo. Inna akramakum indallahi atqakum, alikuwa bora kuliko nyinyi nani? Mcha Mungu. Mcha Mungu na nani? Anamjua Mungu zaidi. Wewe unajitahidi, lakini uhalisia bado unabekwa nani? Kwa Allah tabaraka. Wewe ni kujitahidi tu basi, atakuwa hauna, sio vazi lako wala cheo chako wala elimu yako. Ucha Mungu ndani kweli, wewe unamuogopa Mungu, Allah ndio mwenye kutuficha ile kwako wewe, ila wewe jitahidi tu kuyafuata yaliyokuwa sahihi.
Anasema Mtume salama katika mambo ambayo yanaangamiza duniani na akhera, 3 muhlikatu wa 3 munjiyatu, mambo matatu yanateketeza yanaangamiza na matatu yanaokoa. Tutazungumzia matatu hapa kwenye kalbul marid. Tukija katika kalbu salim tutazungumzia yenye kuokoa. Kwa hiyo matatu ni kuangamiza. Jambo la kwanza, fashuhu shadid, ubakhili, uchoyo uliopita mpaka. Mtu kutokuwa na mapenzi na huruma hata kumsaidia mwenziwe. Anaweza kutoa nguvu yake mwenziwe akamsaidia, akamtoa katika hali ngumu, hawezi. Ana chochote mwenziwe anatabika, hawezi kutoa. Yani yeye amepita mpaka katika hilo. Hii inaangamiza. Lakini pia jambo jingine, i'jabul mar'i bi nafsi, mtu kujiona yeye ni bora kuliko mwingine. Jambo hili ukiwa nalo nateketeza. Taban, hata mwanadamu mwenzako akijua kwamba wewe unajiona wewe una thamani kuliko yeye, na yeye atakuthamini wewe, hata moyo unakimbia. Jubilatin nufusu liman ahsana ilaiha, nafsi zimepambiwa kwa anazifanya vizuri. Kwa hiyo ukionekana una mambo haya, ina maana unawafanyia wenzako mabaya, hawaridhiki. Kwa hiyo ikiwa mtu haridhiki, hana mapenzi na wewe, toba tunamuondosha. Kwa hiyo tukiwa na akhlaq nzuri na miongoni mwa tabia nzuri ambazo tunataka tujipambe nazo, na ndizo Mtume kasifika nazo, ni atawadhu. Tuwe na tawadhu ya hali ya juu. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah amekuwa na tawadhu ya kweli, daraja yake ni kubwa, haimithiliki kuliko viumbe wote, lakini bado mtazamo amekuwa ni mtu wa kawaida, anajishusha, hajioni. Mimi na wewe inakuja tunajiona kiasi hicho? Kwa elimu uliyopata ndogo tatu hapa duniani ndio umekuwa na jeuri kama hiyo? Au mali uliokuwa nayo au cheo ulichokuwa nacho ndio unakuwa hivyo wewe? Hapana bwana, wallahi ladhimu Islam, cheo chako, mali uliokuwa nayo, elimu yako, siha yako visikudanganye wewe ukawa na kiburi. Kila ukipata vitu hivi ndio una tawadhu kweli kweli, kwa sababu hiyo ndio itakia kufanya uwe na daraja. Man tawadha lillah rafa'ahu Allah, atakayenyenyekea kwa ajili ya Allah atamuinua. Lakini leo sisi tunayakosa haya masi ya Mungu, ndio maana mambo hayawi. Hatuna tawadhu, bali tunajiona sisi ni bora sana kuliko wengineo, mpaka mtu anajua kwamba huyu jamaa anajiona kweli kweli. Hatufiki. Hata uwe na maarifa kiasi gani, uwe na elimu kiasi gani, kama tabia hii unayo, maana yake umekosa tabia nzuri. Ukikosa tabia nzuri, maana yake hamna manufaa. La tahsabanna al-ilma yanfa'u wahda ma lam yutawju rabbuhu bi khalaqi. Madhali yule mwenye elimu ile hajajipamba na tabia nzuri, ni vigumu sana. Tabia nzuri, kuwa na tawadhu, adamul kibri, al-adlu, as-sabru, mambo kama haya ujipambe naye Muislamu, na Ramadhani inakutengeneza kuyafikia haya katika maisha yako. Kwa matatu yanaangamiza: shuhu shadid, ijabul mar'i bi nafsihi, wa hawahu muttaba, na matamanio yanaitiwa. Ukifuata matamanio baada ya utaratibu uliokewa, utaangamia, utateketea, na hiyo ni hatari. Sasa ndugu zangu waumini, moyo wenye maradhi ndio huu tunaozungumzia kwa kiasi fulani. Kwa ifike pahala kila mmoja kwa baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani ajielewe na ajue kiwango cha matatizo yaliyosibu moyo wake. Ramadhani hii iwe ni sababu ya kuondosha maradhi hayo. Unaweza ukaniuliza au ukajiuliza, ni ipi tiba sahihi ya maradhi haya ambayo yametusibu kwenye moyo? Ramadhani ni miongoni mwa walimu sahihi, lakini sharti ujielewe, ujue na ujue matatizo yako. Kwa nini? Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa toba, ni mwezi wa subira, ni mwezi wa maombi. Kwa hivyo wewe unafanya amali, ukisoma Qur'ani sana kweli kweli, adhkari kwa wingi sana, lakini wakati huo huo unajiepusha na yote ambayo Mungu ameyakataza, unaichunga funga yako, unayafanya ambayo Mungu ameyataka uyafanye. Sasa omba dua kwa Allah kuelekea matatizo sahihi uliokuwa na wewe, ambao unajua haya matatizo kwangu sugu. Muombe Allah, hakuna lisilowezekana kwa Allah, kila kitu kwa Allah kinawezekana, wewe tu muombe Allah. Ametoa fursa, anasema da'watu saimi, kwa maelezo ya Mtume salama, dua ya mfungaji la turaddu, hairejeshwi.
Halafu alipozungumzia funga, ya alladhina amanu kutiba alaykumus siyam, amekwenda akaigusa aya ya dua, wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliu'minu bi la'allahum yarshudun. Kwa hivyo maombi hayo, kazungumzia funga, kaingiza aya ya dua, kamalizia funga, kuonesha kwamba mahusiano makubwa. Dua kwa mfungaji hairejeshi. Basi tumia nafasi na fursa hii, muombe Allah kuondoshia matatizo ulikuwa nayo. Muda ndio huu. Unataka muda gani zaidi muda ulikuwa nao? Kila siku watu wanacho huru na moto, kila siku. Ina maana wewe kiomba dua, ya Rabbi nakuomba Mola wangu, niondoshie matatizo nilikuwa nayo. Naomba pepo yako, nikinge na moto wako ya Rabbi. Sasa unajua kuna kitu kutafuta thawabu na kuna kitu kulinda thawabu. Kulinda thawabu shekhe ni kutengeneza moyo kweli kweli. Usipotengeneza moyo, wawezekana ukagema thawabu Ramadhani yote. Unamaliza Ramadhani ukazipoteza zote kwa sababu hujalinda thawabu zako. Kulinda kwa thawabu shekhe ni kutengeneza moyo wako, kujua kima cha matatizo ya ndani ya moyo wako. Maradhi alikuwa nayo, vipi unaweza kuyaondosha? Basi fanya hivyo. Ramadhani na kutengeneza umjue Allah kweli kweli. Tengeneza ukubwa wa Allah kweli kweli. Walitukumilul iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tarshudun. Walitukabbiru Allah, ina maana Ramadhani na kutengeneza ufike pale umjue Allah ukubwa wake uwe kwenye moyo wako. Ukimtengeneza Allah ukamuelewa vizuri, ukaingiza kwenye moyo wako ukubwa wake Allah, hakuna kikubwa zaidi ya Allah tabaraka wa taala, basi kiburi kitaondoka. Sifa ilimfanya Ibilisi kuwa na kiburi, alimweka kando Mungu katika moyo wake, akajiona yeye ndio yeye, ana thamani kuliko chote kile, akajika kiburi. Kwa hiyo sasa mjenge Mungu, tengeneza dhana au ya ungu ukubwa wa Allah kwenye moyo wako. Ukimweza ukamuelewa Allah, ukamtambua kwa kweli ukubwa wake ulikuwa nao na uwezo wake ulikuwa nao, basi kwa nini maradhi ya kiburi yasikondokee? Hii ndio tiba sahihi ambayo wewe ukitaka, basi ndani ya mwezi huu ndio pala sahihi hasa. Fanya ili uepukane na matatizo ambayo yamo ndani ya moyo wako, uwe salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sasa tunaingia kwenye moyo mwingine, moyo ambao ni alqalbul mayyit, moyo uliokufa. Moyo uliokufa, qalbun marid na kuna qalbun almayyit, moyo uliokufa. Sasa moyo uliokufa ni moyo gani? Anasema mwandishi wetu katika kitabu chetu, wa huwa alladhi, huu ni moyo ambayo la hayata bihi, hauna uhai wowote, yani hakuna imani. Hayata ya hapa ni imani. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, istajibu lillahi, mwitikieni Allah, walirasulihi, na mtume wake, idha da'akum lima yuhyikum, wanapokuiteni katika yale mambo yenye kupeni uhai. Kwa hiyo uhai hapa kwa maana imani ni moyo ambao la hayata bi, hakuna imani. Fahuwa, moyo huo, la yaarifu rabbahu, hamtambui mola wake Allah tabaraka wa taala, wala yaabuduhu, wala haumwabudu bi amri, kwa amri yake, kwa maagizo yake. Wama yuhibbu wa yarda, haufanyi yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia, bali huwa wakhifun ma shahawatihi wa ladhatihi. Moyo huu mara zote umejikita kwenye matamanio tu na ile raha ambayo unataka bas. Walau kana fiya sakhatun rabbihi wa ghadabu, hata kama kwenye shahawa yake au ma'iyo ladha na matamanio yake ndani yake kuna makemeo ya Allah na kuna ghadhabu za Allah, haujali. Fa huwa la yubali idha fadha bi shahwati wa hadhihi radhiya rabbuhu am sakhita. Huo moyo haujali bwana wewe, ikiwa matamanio yake ndio yamechukua nafasi kubwa na hadhi yake imechukua nafasi kubwa, basi haujali. Ikiwa Mola ameridhia jambo hilo, haujaridhia, wao haujali. Fa huwa muta'abbadun li ghairi llahi hubban wa khawfan wa rajaan wa sakhtan wa ta'dhiman wa dhulla. Moyo huo daima dawama katika ardhi hii, maisha yake ni kuabudiwa kinyume na Allah. Bas haabudiwi Allah, anaabudiwa mwingine si kwa Allah tabaraka wa taala. Kama kupenda atampenda si kwa Allah, kama hofu atamhofu zaidi kuwa si ambaye si Allah, kama ni matumaini
atamtumaini zaidi kiumbe kuliko Allah tabaraka wa taala. Kama ni sakhtan wa ta'dhiman wa dhullan, yote haya yeye anaweza akawa tayari kunyenyekea na kuheshimu kwa kiumbe kuliko Allah. Yani Mungu amheshimu na mtukuzie, kiumbe ndio anaweza kumpa heshima yote. Unaweza kumuona mtu maskini ya Mungu anaponyenyekea mzimu au shetani au mwanadamu au slogan tu au jambo tu limetengenezwa, namna anavyopo heshima kunyenyekea hata kilimpite, lakini kwa Allah hakuna tatizo lolote. Huyu moyo wake umekufa, matamanio yake, matarajio, hofu yake, mapenzi yake ni kwa viumbe badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. In ahabba li hawa, akipenda anapenda kwa matamanio yake, hapendi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Wa in abghadha li hawa, na akichukia anachukia kwa ajili ya matamanio yake, si jambo jingine. Hachukii kwa ajili ya Mungu. Tutaona katika qalbun salim, moyo ambao ni safi, namna ulivyo katika maeneo kama haya. Huyu akipenda anapenda, lakini si kwa ajili ya Allah, kinyume na Allah. Na akichukia anaghadhibika kwa hawa ya nafsi yake, si kwa ajili ya Allah. Hao ndio moyo uliokufa. Jiangalie Muislamu, hamaki zako zinakuwa kwa misingi ipi? Ya utashi wa nafsi yako au kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala? Wewe ndio utajijua. Huu ni moyo uliokufa, na aghlabu ya moyo huu ndio moyo ambao umebeba kafiri. Ingawa wako Waislamu wanaingia hapa, japo wametamka shahada, wanaingia hapa kwa sababu ya tabia na sifa hizi. Wa in a'ta li hawa, akitoa anatoa kwa ajili ya matamanio nafsi yake. Wa in mana li hawa, na akizuia anazuia kwa matamanio nafsi yake. Fahawahu atharu indahu, kwa hivyo matamanio kwake yeye ndiyo matumaini yake makubwa na ndiyo matarajio yake makubwa, ndio kitu ambacho yeye anakipenda zaidi. Wa ahabbu ilayhi min ridha maulahu, na matamanio yake kwa yeye anapenda zaidi kuliko radhi za Mola wake Allah tabaraka wa taala. Falhawa imamuhu, matamanio ndio kiongozi wake, ndio anayemuongoza. Wa shahawatu qaiduhu, na matamanio ndio dira yake inayemuongoza katika maisha yake. Waljahalu saiquhu, na ujinga ndio usukani wake, ndio usukani ule wake, ujinga ndio usukani wake. Walghaflatu markabuhu, kuliko ghafilika akawa hajui mambo ya baadaye ya akhera, ndio kipando chake, yupo tu. Wa nahnu idha umirna au nuhina ka ahli al-kahfi aiqadhu niyam, na sisi tukiamrishwa au tukikatazwa tumekuwa kama watu wa pangoni. Aiqadhu niyam, tunaonekana wa macho, kumbe tumelala kabisa. Unaona kama damu anasikia na fahamu, lakini kumbe hayupo kabisa, anampotezea muda tu. Waislamu tusiwe na mazingira hayo. Anasema mshairi, amma wallahi, amana hapa kwa Allah tabaraka wa taala, law alima al-anamu, kama watatambua viumbe, lima khuliku, kwa nini wameumbwa, lamma ghafalu wanamu, wasinge ghafilika tu wakajisahau wakalala tu. Hayatun, ana uhai, thumma mautun, kisha takufa, thumma ba'thun, kisha tafufuliwa, mizanun, kisha atapimiwa mizani maalum, ama ingie peponi au ingie motoni. Fanayadhu billahi min dhalik. Hayo ndiyo mazingira makubwa ambayo moyo huu uliokufa unayabeba. Qalbun mayit, moyo ambao ni maiti. Jamani, tunauzungumza tupate kujielewa, tupate kujitambua. Tujitambua itakuwa ni sababu ya mimi na wewe kubadilika. Liyahlika man halaka ambayina wa yahya man haya ambayina. Ili wewe, tunasema haya, ukifanikiwa una hoja, uko vizuri, na ukiwa hujafanikiwa au mwenyewe unajua kwa nini sifanikiwa, kwa sababu hujataka mwenyewe, lakini ushajua kwamba hivi ndivyo na hivi sivyo. Moyo uliokufa la yastajibu linnasihi wa yatabi'u kulla shaytanin maridi. Anasema moyo huu unakuwa mara nyingi yule anayenasihi, mtu anasaha, unakuwa hamtaki, amkubali, na mara nyingi hufuata shetani aliyekuwa asi na mkubwa yule. Bas ndio mara nyingi unakuwa na mazingira kama hayo. Qala ahadu salihina, amesema katika waja wema,
ya ajaban minan nasi yabkuna ala man mata jasaduhu wala yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa ashaddu. Anasema ajabu kwa watu, hulia sana wakatoa machozi kwa mtu ambaye umekufa mwili wake, wanaumia wanalia kwa mtu ambaye umekufa mwili wake, hawalii kwa mtu ambaye umekufa moyo wake, na huyo ndio hatari zaidi. Jamani, aliyekufa mwili wake ndio umekufa, tunakwenda kumzika. Inawezekana mimi na wewe tunalia, lakini mwenzetu ana furaha kubwa sana. Neema aliyokuwa anakutana ni nzuri kwa sababu maisha yake ni mazuri sana. Kafa lakini ana neema mbele ya Mola. Allah amemridhia. Sasa mumlilie yule ambaye umekufa moyo wake, huyu ni hatari. Haoni tena, njia haitambui tena, anakuishi kwa taabu, atakufa kwa taabu, ataishi maisha milele ya taabu. Mlilieni mtu huyu aliyekufa moyo, si aliyekufa mwili. Huyu aliyekufa mwili mwombeni. Wenda kawa nafanaka kubwa sana kwa aliko. Wewe unalia lakini mwenzako ana furaha. Bwana mshairi akasema, ya ibn Adam, mwanadamu, mwanadamu, waladatika ummuka wa anta baki, waladatika ummuka bakian. Mama yako amekuzaa, unakuja huku unalia. Wanasu haulaka, watu wakiwa pembeni yako wewe, yadhakuna masururin, wanacheka na furaha kubwa. Kaja mtoto, ukiona lia kilio kikubwa, unajua kilio cha mtoto, lakini watu pembeni wana furaha kubwa, tumepata mtoto. Sasa nasema wa'mal li nafsika, sasa sema na nafsi yako, tenda vyema. Wa'mal li nafsika an takuna fi yaumi mautika, si kwamba wewe unaondoka unakufa. Ulizaliwa, unapokelewa, unakuja, watu wanakupokea. Mtoto huyo utakwenda akhera, unapokelewa. Leteni, tueni, atula mtu kwenye tusi huyo, anachomolewa kule, watu wanakupokea. Wanakuweka magotini kama mtoto alivyo akawekwa hapa, naone kwa magotini, alafu unawekwa chini ya mwana ndani. Hivyo hivyo. Kwa hiyo ifanye nafsi yako ile siku ambayo watu wewe wani watu wako pembeni yako wanalia, tumeondokewa na fulani. Sasa wewe ucheke kwa furaha sana. Wa'mal li nafsika an takuna fi yawm mautika, si kwamba unaondoka duniani umekufa. Annasu yabkuna haulaka, watu wanalia pembeni mwako. Wa anta dhahikun masururu, na wewe unacheka, una furaha sana kuelekea huko, furaha kubwa. Lan yamuta almu'minu, hafi muumini wa kweli, hata yara maq'adahu min aljanna, mpaka aone wapi ataka peponi. Muumini hafi mpaka aone pepo yake ni ile. Kwa hiyo furaha yake inakuwa ni kubwa, anaona. Sasa ile siku ambayo watu wanalia, wewe uende kwa furaha. Isiwe umekuja unalia, watu wanacheka, halafu mwisho wa siku unarudi unalia, watu nao wanalia. Balaa hilo. Watu walie, wafanye nini? Ucheke. Hai mazia tengeneza wewe. Kwa hivyo mtu anayefaa kuliwa ni nani? Aliyekufa moyo wake, sio aliyekufa mwili. Aliyekufa moyo wake, lakini roho yake ni hai, inamtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Famuhafadhatu sahibi hadha alqalbi suqmun, kumuhifadhi. Famukhalatatu sahibi hadha alqalbi, na wewe kuishi kuchanganyika na mtu mwenye moyo huu, suqmun, ni maradhi. Wa muasharatu summun, na kuishi naye ni sumu kubwa. Wa mujalasatu halak, na ukikaa naye mtu aina hii utateketea, utaangamia. Mtu mwenye moyo kama huyu ukichanganyika naye utapata maradhi. Ukiishi naye sumu kubwa ya kuua hiyo, na ukikaa naye pamoja ushateketea, ushaangamia. Hatari, huyu hafai. Islam, huu ndo moyo hasa uliokuwa umekufa, na ndo moyo ambao unaitwa ni moyo wa wanyama, hayawanati. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'ani alitupa picha ya kumjua kafiri kwa kumfananisha na mnyama. Sikilizeni, Allah anasema, inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat
jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hakika Allah tabaraka wa taala atawaingiza wale walioamini na kutenda mazuri katika pepo jannati, pepo nyingi hizo utaingizwa humo, tajri min tahtiha al-anhar, chini yake inapita mito. Aya hiyo moja. Upande wa pili sasa, walladhina kafaru, wale waliokufuru, yatamattauna, wanastarehe katika ulimwengu huu, wayakuluna, na wanakula, kama taakulul an'amu, kama wanavyokula wanyama, wannaru mathwal lahum, na moto ndio makazi yao. Uislamu, tuangalie hilo. Waliokufuru ni akina nani? Ni Joni, Pascal, Veronica, ni majina hayo ambayo mara nyingi wanaitwa makafiri. Lakini hapa kutoa jina kafiri imetaja kwa sifa na vitendo. Sasa jiulize wewe, sifa hizi hauna, vitendo hivi hauna. Waliokufuru, walladhina kafaru yatamattauna, waliokufuru starehe zao ni kama wanyama. Hakuna haya, hakuna heshima. Huyu anafaa hafai, hakuna. Amefaa hafai, yeye muhimu hawa yake nataka atakwenda. Mazingira ndiyo sio yeye hajui, yeye muhimu nafsi yake nataka atafanya. Hapa ndipo hajui, huyu ndiye hajui. Halali hajui, haramu hajui, yeye anafanya tu. Sisi leo Waislamu hatuishi hivyo? Wangapi tuna magomvi na jamii yetu kwa sababu ya kunyang'anya wake zetu? Wangapi Waislamu leo? Wewe unanyang'anya na unanyang'anywa, unaiba na wewe unaibiwa. Tuna kesi nyingi, wallahi ladhi Muislamu, kesi nyingi. Waislamu anazini tena kwa mke wa mtu, hana hofu yoyote. Anabaka kwa mke, hana wasiwasi wote. Unatoka unafanya mambo kama hayo, huna wasiwasi wote. Wewe na mnyama kuna tofauti gani? Leo ukitembea katika maeneo, labda subhanallah, Ramadhani kidogo inasaidia angalau, lakini ukikaa barazani hizi, ikishaanza kuelea usiku tu, barazani hizi watoto wanakaa, mwanamume mwanamke, sometimes unakuta mtoto wa kike na wa kiume wameshikana, wananyonyana katika mazingira hadharani, haogopi kitu. Masiya Mungu, kwenye gari, sigari yangu bwana, njoo unataka mwenyewe, na sometimes unaonekana kwa sababu gari hata kwa mtu akipiga mwanga na kuona kimtu ana wasiwasi. Nenda gofu pale, watoto wa Kiislamu wale, makafiri wale Veronica wale, wakina Eliasi wale, sio Islamu au sio? Kwa hiyo vinazungumzwa vitendo na sifa, sio majina ya watu. Tuangalie sisi tukoje na mazingira haya. Wayakuluna kama takula nam, wanakula kama wanavyokula wanyama. Haya, wangapi tunaishi kwa riziki za haramu? Wangapi biashara zetu za haramu ndo nyingi? Anayefanya kazi ofisini haoni tabu kuiba. Tunashuhudia, tunapata taarifa zinazotangazwa wazi wazi, sekta mbalimbali ndani ya serikali ambazo wanafanya kazi Waislamu, wizi uliopindukia mpaka mabilioni ya fedha yanaibiwa. Haya, wewe si Muislamu wewe? Una hofu na Mungu kweli? Unatumia kalamu kuiba, unatumia mkono wako kuiba, unatumia nguvu zako kuiba. Tunasema uongo kupata riziki haramu. Kwa hivyo mnyama ndivyo alivyo, anakula, lakini hajalishi kwamba hii njia anaipita ya kupata riziki ni halali, hajui. Yeye anachukua tu, si nafsi yake imetaka, ana shida, tumbo nataka, anapeleka tu, chake hajui. Kwa hivyo mimi na wewe tuangalie maisha haya, tunayo hatuna. Kuna wengine Masiya Mungu wamestop kutafuta riziki za haramu kwa sababu ya Ramadhani, ikimalizika rejea pale pale. Kuna mtu maisha yake ni maisha ya zinaa, ndio anaishi kwa njia hiyo, kwa hiyo anachuma chumo lake kupitia zinaa. Tunakwenda hivyo. Kuna watu nyumba zao wamezikodisha
biashara za haramu na anapata pesa. Kuna watu wanauza unga kwa nyumba ambaye jamaa anajua sasa kwamba hawa jamaa biashara ni unga, kwa hiyo amewakodisha, anajua atapata pesa kubwa, kawakodisha watu wanafanya biashara haramu ya unga, na yeye anapata kipato kupitia njia hiyo, na anajua kwamba jamaa anafanya biashara hiyo, hana wasiwasi wote. Tuna maduka, tumekodisha watu wanauza vinyago vya haramu, wanauza, na wewe ndio biashara. Si biashara lakini halali, lakini unachukua chumo la haramu. Tunaishi kama makafiri, ndivyo alivyo makafiri. Mithili nyama, wanachukula, hawajalishi chao si chao, muhimu yeye anapata basi. Waislamu, hili tumelitazama, tumejitathmini katika mazingira kama haya, au tunakwenda tu basi? Sivyo. Walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu, wanastarehe na wanakula kama wanavyokula wanyama, kama wanavyostarehe wanyama. Hizi ni aya za Qur'ani. Tunasoma sisi Waislamu, zituongoze, zitufunze, na madhumuni ya Qur'ani sio kitabu cha hitima, sio kitabu cha shida kwamba wewe kija hapa nikufanyishe madhumuni ya Qur'ani sio hayo. Liundhira man kana hayyan wa yahiqa alqawlu lilkafirina, ikuonye mimi na wewe tuonye, hivi sivyo. Na huyu ameangamia kwa sababu hii ikupe direction nzuri. Qur'an anasema Allah, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, hii Qur'an ni kitabu maalum tumekuteremsha wewe, ni chenye baraka tele. Muislamu ukiifuata Qur'ani ikiwa ndio maisha yako, baraka nyingi sana utaziona katika maisha yako haya, lakini zaidi maisha yajayo. Lakini liyadabbaru ayati, madhumuni ili viumbe wazingatie yaliyokuwa ndani yake, tujifunze na Qur'ani ili kufunze. Unaposoma kwanza inahitaji umakini wa hali ya juu. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa shahid. Imani, lakini udhurishe nafsi yako, uwe umakini pale pahala, sio tu wewe unasoma tu usome kama kasuku. Umakini uwepo. Ukishakuwa na umakini upo, utazingatia unachokisoma. Tadabbur ikipatikana, tafakuri itakuwepo. Sasa ukiwa na tadabbur ukazingatia, ukatafakari kile ambacho wewe unacho, baada ya kupata mazingatio utakuwa na tija nzuri. Hasa hapo ndio kwenye malengo ya Qur'ani. Lakini kama Qur'ani haisomi kwa mazingira haya, ni vigumu. Na wengi Waislamu leo naisoma Qur'ani, waliojua wamejua matini kuisoma, lakini hawajui Qur'ani, maana yake hawajui tafsiri ya Qur'ani, hawajui maana ya Qur'ani, anasoma kama kasuku. Hapana, ni wajibu Muislamu kujua Qur'ani anapoisoma. Kwa hivyo kama hujui, fanya juhudi ya kujua, soma lugha ya Kiarabu, hudhuria madarasa ya tafsiri ya Qur'ani, utapata maneno yale kwa yale. Ukipata vizuri, basi kila ukisoma unajua angalau. Si lazimishi kwamba lazima ujue detail, uwe tu unatoa fatwa kama ulama. At least ile maana ya juu ifahamu ili uzingatie. Bila hayo hakuna kitu Muislamu. Tumeletewa Qur'ani kwa mazingira hayo, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama anaizungumzia Qur'ani, ameipa sifa nzuri, na ndivyo ilivyo. Qur'an mahil, Qur'ani shahidun, itakushuhudia wewe. Tena ushahidi wake wa Qur'ani unakubaliwa. Kwa hivyo anasema man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-janna. Qur'an ukifanya ndio taa yako, ndio kongezi wako, atakupeleka peponi. Na maswali kutoka kaburini ilikuwa kama Qur'ani, lazima ulijibu hilo. Ukishindwa kuishi kwa Qur'ani, wewe tujibu. Wa man ja'ala khalfa dhahri saqaw ila nari. Lakini Qur'an ukifanywa mgongo wako, itakupeleka moja kwa moja wapi? Katika moto wa jahannam. Fadhiyatu bila min dhalika. Kwa hivyo ndugu zangu wa Uislamu, huu ndio moyo wenye uliokufa. Moyo wenye maradhi ni ule moyo ambao sometime uko vizuri na imani, lakini pia una tatizo. Na wakati mwingine inawezekana tatizo likawa kubwa kuliko imani, au imani ikawa kubwa kuliko tatizo. Sasa inategemea na tasarufati zako. Lakini qalbun almayyit ni moja kwa moja ni moyo ambao una tatizo tu, hauna imani.
moyo uliokufa. Na sisi tumezama katika moyo huu wa pili, na pia tumo katika moyo huu qalbul mayit. Kila mmoja ajasesi, ajitathmini, ajiangalie yukoje na mazingira haya, kabla tujaingia kudiscuss na kuzungumzia moyo wa tatu ambao ni alqalbu alsalim. Katika mioyo hii miwili, qalbul marid na qalbul mayit, wewe uko wapi na kwa gani? Fanya juhudi, chukua maamuzi, chukua hatua. Msaada mkubwa mwezi tulikuwa nao ni mwezi wa toba, mwezi wa dua, mwezi wa maombi. Allah ametutunukia fursa hii, basi tutumie fursa ndani ya Ramadhani kujiweka sawa. Muislamu, kauli mbiu yangu nakwambia leo, tumia fursa zilizo ndani ya Ramadhani kwa usahihi, ili mimi na wewe tutoke salama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umeletwa kwa ajili yetu sisi, kwa manufaa yetu sisi, si kwa jambo lingine lolote lile. Kwa hiyo si wewe umeingia kwenye Ramadhani halafu Ramadhani unaondoka na laana. Isiwe hivyo, bali ondoke Ramadhani na faida kubwa ambayo umepata kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Inshallah taala, leo tufike hapa. Darasa inayofuata, kikao chetu cha 4, tutakuja kuzungumzia alqalbu as-salim, moyo uliokuwa salama, na biidhnillah tabaraka wa taala itakuwa ndio kwenye 10 la mwisho na 10 la kujitathmini. Na tunazungumzia qalbu salim, utajiangalia mwenyewe qalbu salim, zile alama zake na sifa zake. Ndugu yangu, unazo? Umeanza kuzipata au unazo unaziimarisha? Zipo? Sasa tutajua wewe. Tuonane darasa linalofuata kupata faida hii inshallah taala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka, wa sallallahu wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.